Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya habari kubwa ambayo siku leo imetrend sana huko mitandaoni ni habari ya Rotimi pamoja na Vanessa Mdee. Hawa watu wawili baada tu ya kurudiana kwa pamoja na maisha mengine kuendelea, ni kama vile wameamua kufanya jambo kubwa sana muhimu, na tulikuwa tunaona tu Rotimi pamoja na Vanessa wanaishi pamoja, lakini katika swala zima la ndoa hawajawahi kufunga ndoa. Ilifikia hatua mashabiki wa Vanessa Mdee wakawa wana comment katika posti za Rotimi na kumuuliza, vipi shemeji yetu, mbona haumuoi dada yetu? Wengine wakiwa wanamlaumu Rotimi kwamba unajua sisi tumekupatia mziki wetu pamoja na mwanamke wetu, jambo ambalo unatakiwa kuliheshimu sana na unatakiwa kumuoa dada yetu Vanessa Mdee. Lakini ilikuwa ni swala la muda tu, unaweza ukajiuliza mpaka Vanessa Mdee anazaa watoto wawili, Rotimi yuko wapi ashindwe kabisa kufunga naye ndoa? Kila mtu ana mipango yake na kila jambo lina wakati wake, na swala zima la Rotimi pamoja na Vanessa Mdee limefikia muafaka, na siku leo tumeweza kushuhudia Rotimi pamoja na Vanessa Mdee wameweza kuposti picha yao wakiwa wanavalishana pete katika ukurasa wao wa Snapchat, na Rotimi akiwa anaonesha wazi kwamba anakwenda kumuoa Vanessa Mdee, kwa sababu katika caption waliweza kuandika kwamba marriage is coming. Sasa unaweza kuona kuna namna fulani hivi Rotimi anatamani kuishi na Vanessa Mdee moja kwa moja. Unajua ndoa za Kikristo, ukishaamua kumuoa mtu inamaanisha huyo mtu umeridhika naye, umempenda, kwa sababu zile ndoa ni ndoa za moja kwa moja. Yani ukishamuoa mwanamke wako au ukishaolewa na mwanaume wako, unatakiwa kuhakikisha kweli umempenda, kwa sababu zile ndoa unaambiwa mpaka kifo kitakapotutenganisha, jambo ambalo huaga ni ligumu sana katika swala zima la ndoa nyingi za Kikristo. Kifo kiwatenganishe, ukiangalia ukishaingia kwenye ndoa na mwenzako anaanza kukuonyesha makucha. Lakini ukiangalia hili swala la Rotimi pamoja na Vanessa, hao watu wameshaishi pamoja kwa takriban miaka 5 kama wanandoa, hivyo basi wanajuana vizuri, wameshaona kabisa mimi namweza mwenzangu. Lakini pia ukiangalia swala zima la watoto, wameshapata watoto jinsia zote, wamepata mtoto wa kiume, wamepata mtoto wa kike. Ni jambo ambalo Rotimi anatakiwa kulifanya kwa haraka zaidi, kwa sababu Vanessa Mdee ni mwanamke sahihi kwake. Atatokea mwanamke gani tena mwingine ambaye atakubali kumzalia watoto wawili kwa haraka tu bila hata ya ndoa? Lakini Vanessa Mdee alimpenda na kumheshimu na kumuonesha kwamba yes, ninakupenda na ninaweza nikafanya chochote, na kweli akamletea watoto wake wawili, jambo ambalo Rotimi sasa hivi analiona ni jambo kubwa sana mpaka imefikia hatua amemchumbia Vanessa, amemwambia will you marry me, na Vanessa Mdee akamwambia yes baby, why not. Sasa Rotimi kitu cha kufanya sasa hivi anakuambia mwaka huu 2026 atataja mwezi ambao watafunga ndoa na mpenzi wake, ili mradi tu kuweza kuhalalisha hili swala. Na ukiangalia katika ile video ambayo Rotimi alikuwa anasema hawaachani, ile video ambayo nilikuletea katika media hii ya Bongo Choice, ile video kuna namna fulani hivi Vanessa Mdee Rotimi alivyosema huyu ni mke wangu, akawa ameshtuka hivi kwamba what, ulinioa lini? Lakini unajua katika nchi za wenzetu huko, ukiwa unaishi na mwanamke au ukiwa unaishi na mwanaume wako, hairuhusiwi kuitana mke, hairuhusiwi kuitana mume kabla hamjafunga ndoa. Hata kama mmeishi miaka 10, miaka 20, kama hamkufunga ndoa kabisa ya kuthibitika, basi hamruhusiwi kuitana hayo majina. Mnatakiwa muitane tu majina yenu ya kawaida kama baby, kama mpenzi na mengine mengi. Lakini kwa huku nchi yetu hii hapa Bongo, basi mpaka vitoto vya 2006 unaweza kuviona vinaitana mume wangu kwenye message, jambo la kawaida ambalo tayari tumeshazoea kwa hapa. Lakini kwa huko kuna sheria nyingi sana, na unaweza kuona Rotimi alikuwa na uhakika kwamba ninakwenda kukuoa, ndio maana na kuita wewe ni mke wangu. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.